Tunaomba vijana watakaotangulia kutusaidia kupokea mwili. Ngome nyingine. Huu ni msiba wa mzee Alexi alimaarufu kama Mzee Juma, mkazi wa Arusha Sanawari, mtaa unaojulikana kama idara ya maji. Wiki moja iliyopita Kiswahili TV tuliripoti kwako tukio hili la kifo cha Mzee Juma ambacho kilisababishwa na ajali ya moto iliyotokana na kibatari alichokisahau bila kuzima wakati wa kwenda kulala, ndipo moto huo ukasababisha kifo chake usiku wa manane. Katika msiba huu viongozi wa dini wamekemea vikali kitendo cha vijana kuwaacha wazee wao kuishi wenyewe wakati umri umeenda, lakini pia viongozi wa mila nao wamekemea vikali kitendo cha vijana kutumia mihadarati pamoja na vilevi. Hii ni Kiswahili TV, jina langu mimi naitwa Dekobi. Jina naitwa Nelson Sareo, mwenyekiti wa familia. Tunashukuru Mungu tumekamilisha tukio vizuri, na tunashukuru pia ndugu na marafiki wote waliweza kuwa pamoja nasi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tumekamilisha vizuri. Ni magumu gani mliyapata katika maandalizi ya shughuli ambayo mmetoka kukamilisha kumsindikiza Mzee Alexi katika nyumba yake ya milele? Hamna magumu aina yote, kwa sababu tumeshirikiana, support tumepata kwa jamii inayotuzunguka. Kwa pia serikali ilikuwa pamoja na sisi. Tunashukuru Mungu tumemaliza kwa amani na kwa mafanikio hali ya juu. Enzi za uhai wake unamzungumziaje Mzee Alexi? Ni mtu ambaye tuseme hana makuu. Ni mtu wa watu, yuko yani tuseme ni mtu wa watu kwa ujumla. Hana shida yote na jamii. Tuko naye, anatushauri pia tukio kama vijana. Kwao ni tukio ambalo ndio hivyo, ni mipango ya Mungu. Kitu gani ambacho huwezi kukisahau kutoka kwake? Kitu ambacho siwezi kusahau ni kwamba kwa mjibu wa majirani wake walisema kwamba siku hiyo ya tukio kulikuwa kuna vurugu kidogo ilitokea. Ikawa yeye alikuwa msuluhishi, alipoenda kusuluhisha ndo mauti ikamkuta baada kama masaa matatu tu baada tukio hilo. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa hii siku ya leo ya kumpumzisha mzee wetu Alexi salama. Kwa majina yangu ninaitwa Mwinjilisti Martha kutoka usharika wa Enaiboishu, mtaa wa Loruvani. Tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha, ibada hii imekwenda salama na tumemaliza salama. Mungu awabariki wote walioshiriki na ambao wamekuwa sehemu ya siku hii kuisha salama kwa kumsindikiza mzee wetu Alexi. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amina. Unaona kanisa kwenye ibada za mazishi kama hizi mnakemea sana utumiaji wa pombe kwa upande wa vijana. Ndio. Ningependa kufahamu, inaonyesha wimbi kubwa la vijana wanatumia vilevi. Asilimia kubwa sana ya vijana wanatumia pombe, na kama ambavyo tunajua madhara ya ulevi, kwanza kabisa inasababisha mafarakano katika familia, lakini jambo la pili unaathiri uchumi wa familia, lakini jambo lingine linaharibu au linasababisha hata kushindwa kufanya kazi. Na vijana wengi wanapokaa katika ulevi, hakika ambao ndio nguvu kazi ya familia, ndio nguvu kazi ya kanisa, ndio nguvu kazi ya taifa, ina maana kwamba familia inaathirika, kanisa linaathirika, na jamii inaathirika, na nchi yetu kwa ujumla inaathirika. Tukijua ya kwamba kila eneo tunategemea vijana, na ndio maana pia neno la Mungu linasema nimewaandikia ninyi vijana kwa kuwa mna nguvu. Sasa tunajua kabisa kwamba wanapokunywa pombe nguvu zinaisha, nguvu zinapungua, na mwisho hawawezi tena kufanya kazi. Kwa hiyo tunazidi kuomba sana wazazi, walezi, tusimame kwenye nafasi zetu kuwakemea vijana au kuwafundisha na kuwaelekeza vijana kwamba hata wazazi nao wangekuwa walevi wasingeweza kuwalea mpaka kufikia walikofikia. Asante.
la mwisho kabisa mwinjilisti, kutokana na kifo cha mzee Alex, una ushauri gani kwa jamii? Ushauri nilionao kwanza kabisa ni kurudi kutokuishi mwenyewe, kwa sababu lolote linaweza kujitokeza. Na ndio maana hata neno la Mungu linasema ajitengae na wenzake utafuta matakwa yake mwenyewe. Na kama ambavyo mchungaji pia alisema kwamba watu wanapokuwa wawili, mmoja anapoanguka mwingine anamuinua. Lakini ukiwa peke yako unapoanguka utamkosa wa kukuinua. Kwa hiyo ni vyema sana tukaishi pamoja kwa umoja, lakini kwa wale ambao basi hawana watoto tena wa kuishi nao, ndugu jamaa wanaowazunguka wanaweza wakawa karibu na wao, ili pia kuwasaidia pale ambapo tatizo lolote linaweza likajitokeza, kwa sababu sisi ni wanadamu na lolote linaweza kutokea kwenye maisha. Mimi naitwa Lembris Ole Kijave Molel. Namfahamu ndugu Alexi Oldalati kama ndugu yetu. Ni mzee mpole, ana fujo. Tulisikitika kwa kifo ilichompata, lakini hatukushangaa sana, maana kila mtu Mungu akimhitaji atachukua kwa njia yake. Kwa hiyo namfahamu, mimi ni ndugu yangu wa karibu, pia mimi ni mzee wake huko. Kwa kama mzee wa ukoo una mambo mengi sana ya kuongea. Ningependa kujua pia enza uhai wake, kitu gani ambacho huwezi kusahau kutoka kwake? Alikuwa kwanza ni mkarimu na anapenda watu. Na anamcha Mungu. Tumeona pia mzee Alex anatumia majina mawili, wengine wanamuita Juma, wengine wanamuita Alex. Hii ilikuwaje akawa na majina mawili ambayo yana dini mbili tofauti? Hiyo ni jina Juma, kama Juma ni jina la utani tu, maana si ya wazazi wake. Mzee alifariki kwa kuungua katika nyumba ambayo alikuwa anaishi. Kwa kama mzee wa ukoo pia unafanya jitihada gani wakati mwingine isitokee vifo kwa design hii? Tutahamasisha watu wasiishi wao peke yao kwenye nyumba, pia aishi na watoto, na kama atakuwa na umri safi tutabidi aoe mke mwingine.